Asante sana. Mimi naitwa Atilio Mbungu, ni mkuu wa idara ya vijana, wanawake na uwezeshaji ambaye nafanya kazi katika Ilula Orphan Program. Ilula Orphan Program ni shirika lisilo la kiserikali linalofanya shughuli zake Tanzania. Makao yake makuu yapo hapa Ilula na linahusika zaidi na kulea watoto katika shughuli elimu na pia tuna makao ya watoto. Lakini pia tuna shule za sekondari, msingi na chuo pia cha ufundi. Tuna makao ya watoto ambao tuna wa miaka kuanzia 2 mpaka 18. Ndio. Pia tunashughulika kupitia wadau mbalimbali. Tunafanya shughuli za mazingira hasa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Tunashughulika na kutokomeza ukatili wa kijinsia, lakini utawala bora na kuhakikisha pia jamii kutokana na mabadiliko ya tabia nchi ina uhakika wa chakula. Okay. Ndio. Sawa. Na mimi nikupeleke moja kwa moja kwa dakika chache tu tulizotaka tupate ujumbe. Leo ni siku ya mazingira duniani ambayo inaadhimishwa kila tarehe 5 ya mwezi Juni, kwa maana mwezi wa 6. Kwa upande wa IOP, siku hii huwa mnaiadhimishaje? IOP kama mdau wa mazingira na tunaothamini pia hali ya tunaoona mabadiliko ya tabia nchi, siku ya mazingira huwa tunahakikisha jamii inaelewa maana ya mazingira na namna ambavyo tunavyotunza mazingira, lakini pia waelewe kuwa kuna mabadiliko ya tabia nchi na namna gani wanatakiwa kukabiliana nayo tukiwa tunashirikiana nao kwa pamoja. Labda kuna shughuli ambazo mmekuwa mkizifanya hapo IOP kupitia wadau ama miradi ambao mmekuwa mkiitekeleza? Ndio, kuna shughuli tunazofanya. IOP tuna wadau wetu wakubwa sana kwenye mambo ya mazingira, wanaitwa Norwegian Church Aid. Hawa watu hili shirika ni la umoja wa makanisa kutoka Norway, lakini makao yao makuu yako Dar es Salaam nchini Tanzania. Wao huwa wanafadhili mashirika ambayo yanahusika na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa kutumia mbinu zile ambazo ni za kisasa au zile ambazo ni rafiki kwa mazingira. Ndio. Na leo tulikuwa na shughuli mojawapo kubwa sana katika maeneo yetu haya. Tulikuwa tunatembelea shule, tunatengeneza klabu ya kupambana na mazingira kama kumbukumbu ya kilele cha siku ya mazingira duniani. Okay. Na kwa namna ambavyo tunafahamu Ilula ilivyo kijiografia, zamani ilikuwa na changamoto ya maji. Kwa sasa maji sio changamoto kubwa tena hapo. Kwa kiwango gani mnajipanga pia kushirikiana na wananchi wenyewe ili waweze kuendeleza pia upandaji wa miti na kadhalika? Kwanza tushukuru maji hapo sio tatizo ambalo tena linatusumbua watu wa Ilula. Lakini tunakutana na jamii kwa ajili ya kulinda vyanzo vya maji. Tunawahamasisha wapande miti kwenye vyanzo vya maji. Pia wakumbuke kuwa mabadiliko ya tabia nchi yanasababishwa zaidi na shughuli zetu wanadamu. Kwamba sisi tunakata mti unatoa kelele unapoanguka. Sisi tunapojenga kuna kelele. Unaona wewe mwenyewe kwamba nafanya kitu kinacholeta kelele. Unapokata kuni, unakata mti, unaleta. Lakini mabadiliko ya tabia nchi uhisi, yani huoni, yenyewe hayapigi kelele. Yenyewe unaona tu, unahisi, unaona leo mvua hainyeshi, joto linaongezeka. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinakuja kwenye hisia zetu. Kwa hiyo tunawahamasisha wananchi wapande miti maeneo yao ya majumbani. Kila mtu akisha amepanda miti na ametunza. Swala sio kupanda miti. Swala kubwa ni kupanda mti na kuutunza kwa ajili ya vizazi vya sasa na vijavyo. Kwa hiyo tunasisitiza wapande miti na kutoa elimu kwa watoto wadogo hadi watu wazima ili waone wajibu wao katika kulinda mazingira na kuboresha kurejeleza hali ya hewa inayobadilika kila siku. Sawa. Bahati nzuri nimefika sana hapo IOP. Nikiangalia kuna namna mmepanda miti na mmeiendeleza kwa kiwango kikubwa sana. Mnafanyaje? Maana najua kuna taasisi nyingine ambazo pengine zinakusikiliza muda huu ama watu binafsi. Mnawezaje nyie kutunza hasa miti ambayo mnaipanda na kuiendeleza? Maana tunafahamu si kazi nyepesi. Ni kweli, sisi tunachofanya kila mtu tunaopanda tunampa mtu atunze. Kwamba mtu ukipandwa lazima uwe na mtu anayehusika kuutunza, kuulinda ili ukue na kutoa matunda yale yanayostahili. Kwa hiyo tunahimiza taasisi zote ambazo ni wadau wa mazingira. Kwa kweli wahakikishe kuwa wanapohamasisha watu kupanda miti, hawaishi kuhamasisha kupanda miti tu. Wanahakikisha watu wanatunza miti na kupitia hata mwaka unaofuata
kuona kuwa miti iliyopandwa au kipindi kilichopita imetunzwa na iko katika hali nzuri. Sawa kabisa. Atilio, tuko mwishoni kabisa. Nilitamani sana kwa ufupi sana, umetuambia mmefanya ziara pia kwenye baadhi ya shule kwa ajili ya kwenda kuhamasisha kuhusiana na utunzaji wa mazingira. Mwitikio wake ulikuwaje na pengine mambo gani ambayo mmeyabaini hasa katika maeneo yote mliopita? Tunashukuru, mwitikio ulikuwa mzuri. Kwanza, pamoja na shule tumefanya kupitia wadau wetu wengine kule kijiji cha Lusinga Kilolo, ambapo wananchi wamekusanyika kwa ajili ya kusafisha eneo la dispensary, zahanati ya kijiji, lakini pia wamepanda miti kuzunguka hilo eneo. Kwa hiyo tulikuwa na mwitikio mzuri sana kwenye kile kijiji ambacho mratibu wetu wa kujitolea amehamasisha wananchi. Okay. Tulikuwa pia kwa kushirikiana na wilaya ya Kilolo, tumefanya kiwilaya zoezi letu hapa Ilula, kata ya Ilula, shule ya msingi Visada. Okay. Ambapo tulikuwa na afisa mazingira kutoka wilayani, wanafunzi wa shule hii ya msingi Visada pamoja na walimu ambao wameshiriki kwanza kujua maana ya wameshiriki kwenye kuzindua klabu ya mazingira katika hii shule. Lakini wamezindua utengenezaji wa bustani kwa ajili ya kuweka miti mbalimbali, kuwatikotesha miti mbalimbali, na pia wameshiriki kupanda miti wanafunzi. Kiukweli kila mwanafunzi ametamani angeendelea kupanda miti kwa sababu ameelewa kuwa miti ni uhai, miti ndio tuseme ni hatima ya binadamu au kiumbe hai yeyote. Kwa sababu ndio inayotoa hewa tunayovuta binadamu. Sawa, mwishoni kabisa ndugu yangu, una wito gani hasa kwa jamii kuhusiana na siku hii ya ya mazingira duniani, hasa lengo kubwa likiwa ni utunzaji wa mazingira kwa maana vyanzo vya maji kama ulivyozungumza hapo na mambo mengine ambayo mmekuwa mkiendelea kuyasisitiza? Ujumbe wako ni upi? Lakini utuambie kwa ufupi sana kama kuna changamoto zote wao mnakutana nazo hasa kwenye eneo hili la utunzaji wa mazingira, alafu na mnatatuaje ili kuisaidia jamii kwa ufupi sana. Mimi naomba tujue kwamba kauli mbiu ya leo kwa Tanzania, tukikumbuka kwamba tunaelekea kwenye dira ambayo tuna dira ya mwaka 2050, tunazindua, inaanza rasmi tarehe 1 Julai. Okay. Kwa kauli mbiu ya kitaifa ilikuwa dira 2050, tuwajibike kukijanisha Tanzania. Hii kwetu ina maana kubwa sana katika taifa, kuwa tuhakikishe tunapanda miti na jamii ione inapanda miti. Okay. Lakini changamoto kubwa ambazo tunakutana tunapofanya shughuli zetu mara nyingi ni bado hatujafikia ngazi za chini kuona kuwa kwanza wanatambua uzito wa mabadiliko ya tabia nchi. Okay. Na namna ya kukabiliana nayo. Kwa hiyo tunatakiwa tuongeze nguvu sana, kutoka isiwe ni watu wale ngazi za juu wanaojua hilo, tushuke mpaka chini kwa kila mtu Mtanzania aweze kujua kuna mabadiliko ya tabia nchi na yanaathiri vipi uzalishaji wake, afya yake na maisha yake kwa ujumla. Atilio, mimi nikushukuru sana ndugu yangu. Asante kwa muda mzuri ambao umepata nafasi ya kuzungumza na Watanzania kwa ujumla wake na Wanairinga. Kazi kwetu sisi ni kuendelea kuhamasisha na kuyafanyia kwa vitendo haya uliotusaidia kwa siku ya leo. Nashukuru sana kwa kuwa wadau wazuri wa maendeleo Radio Furaha. Asante na washukuru. Asante sana msikilizaji wetu. Naam, ni Atilio Mbungu kutoka IOP ambao ni miongoni mwa wadau wa mazingira. Kama ambavyo umesikia, nilikwambia leo tutakuwa na ujumbe mzuri pia pamoja na habari za michezo, lakini tutagusia kuhusiana na siku hii ya mazingira duniani, ikiwa ni sehemu na sisi ni wadau wa utunzaji wa mazingira. Kumbuka Radio Furaha pia tumekuwa na vipindi vya mazingira hapa ambavyo vimekuwa vikiendelea kuruka kwa nyakati tofauti.